Naam, Nabii Meja, tunajua kuwa wewe ulikuwa upande wa pili kwa maana ya Simba Sport Club ambayo sasa hivi inapitia kipindi kidogo sio kizuri. Young Africa kwa mujibu wenu wenyewe mnasema mnapitia kwenye furaha sana, hatimaye paka juzi walikuvika ufalme, kwa maana walikupa heshima kubwa sana pale katika kiwanja cha KMC, wakakupa kongole, wakakupa kama keki na vitu kama hivyo. Lakini sasa tunaambiwa kuwa Jasusi anafanya kazi kubwa sana, kwa sababu hata muda mfupi hapa nimeona post ya Ali Kamwe akiwa ameshare na sisi kile ambacho alichokuwa anaambiwa na huyo jasusi wake kuhusiana na kinachoendelea pale. Tunaambiwa kwa Suleiman Matola ambaye alikuwa kocha ni kocha mpaka sasa hivi, kwa sababu story hii sio rasmi sana na tunasubiria urasmi wake jioni ya leo, kwamba tayari mabegi yameshakuwa mkononi na yeye anaweza akawekwa pembeni. Hii inakupa picha gani kwa upande wako wewe? Mimi katika habari ambayo itanisononesha na kunihuzunisha ni kumwona Suleiman Matola anaondoka pale, kwa sababu naamini Simba sasa watakwenda kutengeneza benchi la ufundi jipya, kitu ambacho kwetu sisi kitatupunguzia mambo mengi, kwa sababu Suleiman Matola alikuwa ni mtu wetu, tukakaa tukazungumza naye mambo akaisha. Kisa sasa wakienda kuleta wazungu watatupa kazi sana. Kwa hiyo Suleiman Matola kuondoka, mimi binafsi nitahuzunika sana. Sasa tuanze upya tena, kwa sababu katika wale ambao walikuwa wanatusaidia kwenye taarifa zetu naye ni mmoja wapo. Kwa akienda kuondoka, kwa kifupi mimi hiyo taarifa kwangu mimi haijanifikia. Yeye ni mmoja wapo ambaye huwa anawapa taarifa za ni familia, ni Suleiman Matola familia, Mangungu familia. Kwa hiyo kitendo cha Suleiman Matola akiondoka, kwa kifupi kuna vitu mnaona mtavikosa. Tutavikosa vitu vingi. Sasa itakuja benchi la ufundi jipya ambao watakuja wazungu pengine, kwa sababu hawezi kuajili Mwafrika. Wakiajili wazungu mpaka tuje tutengeneze mambo yetu tena, itatuia vigumu kidogo. Kwa hiyo mimi binafsi taarifa ya Suleiman kuondoka, hapana, sijaifurahia sana. Mimi imenihuzunisha sana. Sababu zako kuu ni kwamba hamtapata taarifa zile za ndani. Sio tu taarifa, hiyo ni familia. Unajua mtu anaweza kuwa unahudumu kwenye klabu. Kwa mfano mimi hapa, mimi nilikuwa niko Simba, lakini moyo wangu ulikuwa uko Yanga. Na ndio ilikuwa nyepesi sana mimi kuja Yanga. Umeelewa? Kwa kuna watu wapo kwenye vilabu hivi lakini wana DNA ya sehemu nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo Suleiman Matola unamaanisha kwa hata Suleiman Matola pia ana DNA ya huko. Familia. Sasa wewe timu yako inapigwa mara 6 mfululizo wala umii. Tanzania hapa tulikuwa tuna kiongozi baba wa taifa wale Julius Nyerere. Alivyoona mambo yamekuwa magumu akasema nang'atuka. Maana kung'atuka si kwamba alikuwa anapenda, lakini alishaona kwamba kuna vitu ninavyovifanya watu hawanielewi. Kwa hiyo acha ning'atuke, nikae pembeni ili yule anayeongoza aonekane tofauti yake na tofauti yangu. Ukishaona jambo aliendi sawa, mimi nilikuwa naona mambo yaendi sawa Simba, nikatoka. Busara hiyo. Unang'ang'ania sehemu ambayo sio ya kwako. Umeelewa? Kwa Suleiman Matola kitendo cha kung'ang'ania pale, sisi wajuzi wa mambo, sisi wataalamu wa mambo, tunajua kwamba yule ni familia. Yule familia. Lolote linaweza likatokea. Na upande wa pili huko yani kama huko watakuwa wanamfukuza. Wakimfukuza kwa sababu ni familia, aje tu Yanga tunamkaribisha. Yaani hatuna shida. Suleiman Matola karibu tu Yanga, kwa sababu huko hakuna kufukuzana, hakuna kusemana, hakuna kutukanana. Kwa hiyo toka kwenye klabu ya mateso, njoo huku. Suleiman Matola karibu bwana. Aje Yanga. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni kocha wa bodi. Na ndio maana nisikiliza, kipindi ambacho Pantev hana vyeti, Matola amehudumu. Mola amehudumu vizuri, timu imeshinda mechi moja na Mbeya City, bahati mbaya wamepoteza na Azam. Kwani kupoteza, kuna timu kubwa tu hata Ulaya zinapoteza mechi moja. Shida sio kupoteza, shida ni kupoteza mara kwa mara. Mara kwa mara. Kwani kuna shida gani bwana? Mechi wamecheza karibia 7 ngapi mpaka sasa hivi Simba imepoteza mechi moja, kuna shida? Wamepoteza mechi moja, si mechi moja tumetoa suluhu. Shida nyingine ni kufungwa na Yanga zaidi ya mara 5. Sasa mara 5 ni kwa sababu ni familia. Ndio maana mimi binafsi namkaribisha aje Yanga pale, twende gurudumu hili. Sababu atakapokuja yeye naye atahesabia ubingwa. Unajua akija yeye kwa msimu huu ambao sisi tutachukua mara 5 mfululizo, makina atajihesabia naye ametoa mchango kwenye timu yetu. Sio, umeelewa? Kwa mfano mimi hapa mwaka jana wakati nahamia Yanga amepata ubingwa, mimi nikiwa nimehamia, lakini najihesabia na mimi na mchango wangu kwenye timu. Kwa hiyo Suleiman Matola unahangaika nini? Wewe wasikunyanyase bana, njoo hamia tu wewe Yanga. Tegemea kocha aina gani upande wa Simba? Simba tatizo sio hata wakija kimchukua Ferguson, Ferguson akija kimchukua Mourinho, sio akamchukua huyu nani Arteta, bado wanatakiwa watengeneze mifumo yao. Hiyo mifumo ndio inawatafuna. Watakuwa wanamgusa mmoja. Hata leo hii ukaichukua Yanga kama ilivyo, timu yake kile kikosi, ukawapa Simba. Alafu kachukua kile kikosi cha Simba ukakileta hapa. Bado tukicheza wote pamoja tutawafunga tu. Bwana. Tunawafunga. Inawezekana hiyo? Yaani
ukiona unashindwa kuficha siri za ndani, maana wewe uwezi ukawa mtu uliokamilika. Yaani vitu vyako kila unavyoweka vinavuja. Kila unapeka kwa sababu hiyo taarifa ambayo imetolewa na jasusi, maana tayari kila kitu kimevuja. Umeona taarifa gani kutoka Yanga ambayo mtu wa Simba anajivunia anayo? Kwa tuamini kwa moja ya watu ambao walikuwa Simba ikifungwa yeye anapenda kuchekea chooni, kwa tafsiri za watu wengi ni Selemani Matola. Kwa mujibu wa wenyewe Simba, pamoja na yule kijana alisema alimuona Mangungu akichekea chooni, atakuwa ameleta udhibitisho. Na Mangungu hajakana kama hajachekea chooni. Mangungu alichokisema kwamba kama wakati anamuona yule anachekea chooni, si walikuwa wawili huko chooni. Umeelewa? Kwa hiyo Mangungu hajakanusha, kama ambavyo hajakanusha mpaka leo kama timu yake ilinunuliwa na Mo. Alichokisema tu kwamba aliyenunua hiyo timu ajitokeze hadharani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Simba kama Simba washindwa kuvikana. Anatakiwa akane kwamba sikuwa nachekea chooni. Lakini anasema kwamba kama nilikuwa nachekea chooni, si tulikuwa wawili, maana anathibitisha kweli chooni alichekea na huyo jamaa alimuona. Kwa hiyo sisi bana, mimi binafsi kuondoka kwa Selemani Matola, kama ataondoka kwangu itakuwa pigo kubwa sana. Pigo sana. Kwa hiyo meja wa Yanga zamani ulikuwa Simba ni pigo, sio kwamba unafurahia. Mimi siwezi kufurahia. Selemani Matola ni mwenzetu. Selemani Matola anaongea Kiswahili. Selemani Matola unaweza kumpigia simu kwamba tukutane tena nili hapa Magomeni Garden, tunakaa tunakula biriani, kumbe ashafika hapa. Yani ni rahisi kwa sababu si namba zake za simu zipo tu. Tunawasiliana. Na tunaongea Kiswahili. Message mnatumiana vizuri. Ni yule si Mswahili mwenzetu, Mtanzania mwenzetu. Maana yake kumpigia simu, unampigia simu. Siku hiyo anaweza akaenda Kigoma mkapanda gari moja. Yani hivyo. Umeelewa? Lakini akija kocha mzungu, wao wanakuwa na misimamo yao, huwezi kumuingia kuzungumza naye jambo. Kwa hiyo Selemani Matola kuondoka, hapana, mimi binafsi sijafurahia. Sijafurahia. Tuweke nukta hapo mimi. Asante sana.